Na mimi nianze kumshukuru mkuu wa mkoa, nimshukuru mwenyekiti wa chama wa mkoa wa Mara, nashukuru viongozi wote wa TANROADS pamoja na TAA kwa usimamizi mkubwa wa uwanja huu wa ndege wa Musoma. Mimi si mgeni hapa. Uwanja wa ndege huu wa Musoma tumeanza miaka 3-4 iliyopita nyuma, wakati nilikuwa waziri wa ujenzi, katika mkoa ambao una historia kubwa, lakini haukuwa na uwanja wa ndege wenye kiwango cha lami, ilikuwa ni Musoma. Serikali kwa kulijua hilo, tukasema tutatumia fedha zetu za ndani kwa ajili ya kujenga uwanja huu kwa kiwango cha lami. Tukasema uwanja huu tunaujenga kwa lengo la kuhakikisha kwamba mkoa wa Mara unaunganishwa na mikoa mingine ya Tanzania kwa kupitia usafiri wa anga. Uwanja wa ndege huu wenye urefu wa kilomita 1.705 kama alivyosema Mheshimiwa Mbunge, umejengwa kwa takriban bilioni 36.3 na sasa umefikia 60%. Kama mnavyoona, kazi nyingi za msingi, kwa mfano runway, imekamilika kwa 100%. Hapa tuliposimama ni eneo la maegesho ya ndege au apron, ambao na lenyewe limekamilika kwa 100% kubwa. Lililobaki hapa ni tabaka la mwisho la lami, ambalo hali ya hewa ikiwa mzuri, mkandarasi anaweza kufanya kazi hii ndani ya wiki mbili, na litakapokamilika uwanja wa ndege huu utaweza kupokea ndege za kati au masafa mafupi, Q400, Q300, ATR na nyingine za saizi hizo zitaweza kutua hapa, na tunaamini tukiendelea na spidi hii, miezi miwili inayokuja uwanja huu utakamilika kwa 100%, ambayo itawezesha uwanja huu kuweza ndege kuweza kutua. Nimeongea na mtendaji mkuu wa TAA muda mfupi uliopita, anasema ana mpango wa kuleta ndege ya kufanya majaribio. Changamoto iliyoko ni moja, tunaiona sisi ni kubwa sasa, ni ule mtaro ulioko kule, sababu ilivyokuwa na mtaro uko wazi kiusalama kwenye ndege hiyo haiwezi kukubalika. Sasa tutaenda kuhakikisha kwamba tunatafuta fedha, au tunaenda kwa TANROADS analeta fedha, wanakamilisha kazi ile na uwanja unakuwa tayari uweze kutumika. Hatua nyingine itakayofuata, tunataka viwanja vyetu vya ndege vitumike na itafanya hivi kama kwa vile kwa inayopata fedha kwa ajili ya tunataka shirika la ndege na mashirika mengine ya ndege hapa nchini yaweze kufanya kazi saa 24 kwa siku. Hatutaki uwanja wa ndege ikifika usiku uweze kusafiri, unasafiri mchana. Kwa hilo tatizo la kwanza naenda kulitatua. La pili ni kutafuta fedha kwa ajili ya kuweka taa. Jambo jingine la tatu naenda kulifanya ni kuhakikisha tunajenga jengo la abiria. Uwanja huu ni mzuri, mmeona terminal iko pana, mita ngapi? 45. Mita 45 upana wake, una urefu wa kilomita 1.712. Ni mzuri, na apron hapa ni mzuri. Lazima kuwe na jengo la kisasa, tuwe na jengo ambalo liko kama kule Shinyanga, Tabora, majengo ya kisasa ambayo yanaendana na hadhi ya uwanja wa ndege huu. La mwisho, usalama wa uwanja wa ndege ni pamoja na uzio, kwa sababu kwenye kanuni na taratibu za ICAO, shirika la kimataifa linalosimamia usalama wa ndege, uzio ni jambo muhimu. Kwa vile hili tutalichukua kwa nguvu zetu, hakikisha nenda kutafuta fedha, uwanja wa ndege wote tuweke uzio uwe salama. Usalama kwa wananchi, usalama kwa abiria, usalama kwa kila mmoja anayetumia uwanja wa ndege. Mwisho kabisa, ninawashukuru tena wote mliopata fursa ya kusimamia uwanja wa ndege huu. Mheshimiwa DC umefanya kazi kubwa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mwenyekiti wa chama na viongozi wetu wa chama. Kuna mjumbe mmoja pale aling'ang'ania sana tujenge tenki la mafuta. Ujumbe wako tumeuchukua, tunakwenda kujenga tenki la mafuta kwa ajili ya mafuta ya ndege kwenye uwanja wa ndege huu. Hizo zote ni fursa ambazo tunatoa kwa wananchi wetu wa mkoa wa Mara ili na wao uchumi wetu uweze kukua. La mwisho, Mheshimiwa mkuu wa mkoa umelizungumza uwanja wa Serengeti. Uwanja wa Serengeti sisi tunaangalia kipekee.
Uwanja huu utakuwa uwanja wa kimkoa, tunasema regional airports. Kila mkoa kuna uwanja wa ndege huo, lakini uwanja wa ndege wa Serengeti ni kwa ajili maalum kwa watalii, na wengine watatumia, lakini nataka kukuza utalii. Watalii wengi sasa hivi wanapenda waanzie kwenye bichi, waje kwenye mbuga, waende Ngorongoro, wanafanya hiyo circuit na maeneo mengine. Sasa tunataka wakitaka kuamua kuja Serengeti wawe na option mbalimbali za kwenda. Wanaotaka kwenda kwa magari waende, wanaotaka kuja kwa ndege waweze kuingia moja kwa moja kwenye mbuga. Of course kutakuwa na taratibu na kanuni zitawekwa, waweze kuingia pale, waweze kufanya shughuli zao. Wakitoka pale wanaenda Zanzibar na wanaenda maeneo mengine ya Tanzania. Kazi inayoendelea sasa kwa uwanja wa ndege wa Serengeti ni kufanya feasibility study, na timu yetu ya wataalamu ipo. Tunaamini hivi karibuni watatuletea majibu, kiwe kiwanja cha ndege cha aina gani, kategori gani, sababu kila mara lazima ufanye hiyo feasibility study kujua unaangalia soko aina gani kuweza kulipetea majibu. Baada ya hapo tutatafuta fedha kwa